Utumiaji wa dawa za kisukari kiholela uharibu figo zako bila wewe mwenyewe kufahamu. Kuna watu wengi wana matatizo ya kisukari, lakini mitaani kuna madokta wa mitaani ambao wanakuwa wanawaelekeza sana dawa. Tumia mmea fulani, tumia mti fulani, tumia dawa fulani, sukari yako itakaa vizuri, itapona vizuri, bila kuweza kutambua kiwango sahihi ya matumizi ya hiyo dawa, lakini pia bila kujua hiyo dawa unayomwelekeza ina kiwango gani cha sumu. Yeye hatambui hilo, ni kumwelekeza tu na kuweza kufahamu, basi mwenzake akaenda kutumia, hatimaye wanaweza kuharibu figo zao. Usitumie dawa kiholela, kila unayoelekezwa basi tukajua kwamba ni dawa ambayo inaweza katibu sukari yako, lakini badala yake inaweza kukuletea changamoto ya figo, miguu kuwa inavimba na kuwaka moto mara kwa mara, kujikuta sukari inapanda zaidi, kupata matatizo ya kizunguzungu, macho kuwa hafifu, wakati mwingine kukupelekea mpaka matatizo ya moyo, kuwa na pressure, moyo kutanuka. Usitumie dawa za kisukari kiholela pindi utakapoelekezwa, hasa tiba za asili. Acha leo nikupe faida chache zinazotokana na tiba asilia. Kama una changamoto ya kisukari, iwe type 1 ama type 2, tiba halisi ambayo unaweza kutumia, tiba hii ambayo inaweza kukufanya kuweza kwanza kutibu kongosho yako iweze kutoa homoni ya insulin vizuri kabisa. Na maana homoni za insulin zinapokuwa zinatoka vizuri kutoka katika kongosho yako, ndio viwango vya sukari vinavyoweza kukaa sawa, kwa sababu kwamba homoni za insulin zinakusaidia wewe kushusha viwango vya damu katika mwili wako na kuweza kuratibu kwa ujumla katika mwili wako, mwili wote. Itakuondolea zile dalili nyingi ambazo unaweza kuzihisi: miguu kufa ganzi, kuwaka moto, mikono kufa ganzi ama kuwaka moto, tatizo la macho kuwa hafifu, kupata maumivu ya kichwa mara kwa mara, matatizo ya pressure na hata matatizo ya figo. Lakini unapotumia dawa za kisukari kufuata maelekezo ya mtu ambao dawa si rasmi, inaweza kukuletea shida, athari kubwa sana katika mwili wako. Leo nakuelekeza tiba nzuri sana kwa ugonjwa wa kisukari, ambapo tiba hii kama utaifuata vizuri, na imani kabisa sukari yako itakuwa katika hali nzuri, kwa sababu kwanza tunatibu kongosho ili iweze kutoa ile homoni ya insulin inavyohitajika kabisa. Na maana kwamba kongosho yako inapotoa homoni ya insulin vizuri, basi viwango vya sukari vitabaki katika uhalisia wake ambao unahitajika. Tiba pekee ni layer ya aloe vera. Nikisema layer ya aloe vera, maana yake inamaanisha ile aloe vera yenyewe sasa unatoa yale maganda yake ya kijani na baki ile layer ya katikati. Sasa ile layer ya katikati ndio tiba halisi ya kisukari. Sio pekee layer pekee. Chukua ile layer ya aloe vera, lakini pia upate ubani mweupe. Ubani mweupe upate na shubiri. Naifahamu shubiri, zinapatikana. Layer ya aloe vera, shubiri, upatikane ubani mweupe. Hivi vitu vyote utavichanganya pamoja, kisha utachemsha kwa takriban dakika 15 mpaka dakika 20. Acha ichemke sana ndani dakika 15 mpaka dakika 20. Kisha utaichuja vizuri kabisa. Utasave katika lita 3 ama lita 5. Kisha huwa unatumia mililita 200 asubuhi, mililita 200 jioni kila siku. Tiba hii itatibu kabisa vizuri kongosho yako ili iweze kutoa homoni ya insulin. Inapotoa homoni ya insulin, viwango vya sukari vitabaki kuwa salama na halisi kabisa. Damu yako itashusha ile viwango vya sukari kukaa katika level ambayo inayohitajika, lakini pia itaondoa maumivu ya mwili inayokusababishia uchovu wa mara kwa mara. Haujafanya kazi, unahisi kuwa umechoka sana, basi ule uchovu utaondoka. Kutokwa na jasho sana nyakati za usiku, utarudi katika hali nzuri, utakaa kuwa vyema kabisa. Kuondoa ganzi za miguu, mikono, maumivu ya kichwa, hata kukuondolea mapigo ya moyo kuwa anakwenda sana mbio, kuwa na wasiwasi, hiyo yote itakwisha. Ni tiba nzuri na tiba ni halisi kabisa kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto yako ya sukari. Na kama utashindwa kuandaa tiba hii, mtaalamu wako nimekuandalia tiba nzuri na tiba halisi kabisa kwa ajili ya kuweza kutibu kongosho yako iweze kutoa insulin inayohitajika. Mimi ni mtaalamu wako ninayekupa ushauri kila siku kuhusiana na swala la tiba mbalimbali. Namba zangu za simu jumlisha 255 752 16 38 38. Usisahau kunifollow, nitakufollow back. Like, comment, share, acha swali lako katika comment section, nitakujibu vizuri tena ipasavyo kabisa. Subscribe
katika channel yetu ya YouTube ili uweze kupata mafundisho ya kila siku na mafundisho bora kabisa. Nikutakie siku njema, nikutakie kila la heri.